Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mutabuzi Online TV, karibu kwenye makala fupi. Msomaji wako ni mimi Stanley. Ona nguvu ya mwamba Ibrahim Traore, mwamba wa Afrika anayejilinda. Hivi karibuni maelfu ya raia nchini Burkina Faso walikusanyika katika mji mkuu nchini humo wakionyesha nia ya kuunga mkono utawala wa kijeshi chini ya mwamba wa Afrika Ibrahim Traore baada ya kutokea uvumi wa kwenye mitandao juu ya angushwa kwa utawala wake, wakionyeshwa kuwa na imani naye. Katika uvumi huo pia serikali ya Burkina Faso ilitangaza kuwa imefanikiwa kuzima jaribio la kupindua serikali ya kijeshi chini ya Captain Ibrahim Traore lililopangwa na kundi la wanajeshi na raia washirika wa kigeni na makundi ya kigaidi kama makundi mengine yalivyowahi kufanya jaribio ya mapinduzi nchini humo miezi kadhaa iliyopita. Waziri wa usalama Mohamed Isara alisema kupitia taarifa iliyotolewa kupitia chombo cha taifa cha runinga nchini Burkina Faso kuwa uchunguzi makini wa idara ya kijasusi ulibaini kundi hilo kupanga njama za kuangusha utawala wa serikali ya Captain Ibrahim Traore. Aidha, waziri Isara alibainisha kundi hilo kuundwa na baadhi ya wanajeshi wastaafu waliopita kazini na raia wengine ambao walipanga kushambulia taasisi nyeti za umma na kutoa madaraka kwa nguvu na kukamilika katika kipindi cha mwezi April mwaka 2025. Katika tukio hilo, taarifa inaeleza kukamatwa kwa maafisa wa jeshi wanne, huku wawili wakiendelea kusakwa akiwemo aliyekuwa rais wa mpito wa utawala uliopita na baadhi ya maofisa wa serikali yake. Aidha, taarifa inaeleza njama hizo zilipangwa kwa msaada wa nchi za magharibi na makundi ya kigaidi. Taarifa za usalama zinaeleza wanajeshi kadhaa walikamatwa mapema wakipanga njama hasa kupitia nchi ya Ivory Coast kama eneo la kujificha, ambapo Rais Captain Ibrahim Traore mwaka jana alishutumu nchi hiyo kuficha makundi ya wahasi katika ukanda huo. Aidha, mwamba Captain Ibrahim Traore kupitia ukurasa wake wa X, zamani ukifahamika kama Twitter, ameeleza kuwa ataendelea kuongoza nchi hiyo katika kipindi hicho cha mpito wa usalama na amani, licha ya kuwepo vizingiti na njama za kuzuia harakati za serikali yake katika kuelekea kwenye uhuru kamili wa utawala wa raia, na akiwapongeza wananchi wanaomuunga mkono ili kufikia utawala wa raia. Serikali ya Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na changamoto za usalama kwa kushambuliwa na makundi ya kigaidi, ambapo zaidi ya watu 17 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya milioni 2 wakiyahama makazi yao tangu mapigano makali yalipozuka mwaka 2015 kati ya majeshi ya Burkina Faso na mgambo Al-Qaeda na makundi mengine ya watu wenye silaha. Aidha, katika juhudi za kiusalama, tayari Burkina Faso imesaini mkataba wa ulinzi wa pamoja na nchi jirani za Mali na Niger, ambako pia zimeonja mapinduzi ya kijeshi, ambapo mkataba huo unalenga kukabiliana na vikundi hivyo katika ukanda huo, lakini bado makundi hayo yanaendelea na vitisho. Aidha, waziri wa usalama anawaomba wananchi kutoa taarifa za kiusalama kwa vyombo vya usalama nchini humo. Mwamba Captain Ibrahim Traore alishika madaraka Septemba 2022 baada ya kupindua serikali ya Lieutenant Colonel Damiba, ambaye pia alimpindua Christian Gabor Januari 2022 mapema mwaka huo huo. Aidha, serikali ya Ibrahim Traore inaeleza kutangaza uchaguzi mkuu wa kiraia katika tarehe maalumu, kuweka utawala wa kiraia kupitia uchaguzi baada ya ule wa Julai 2024 kutofanyika kutokana na changamoto za kiusalama. Endelea kufuatilia Mutabuzi Online TV. Mimi ni Stanley.